بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الزاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وبعد. Ndugu zangu wapendwa mashekhe, shekhe wetu Shekhe Muhammad Abdi, lakini mwenyeji wetu Shekhe Mageni Mnyonge na mashekhe wote waliotupokea, wanafunzi, akina baba, akina mama na nyote mliohudhuria katika kumbukumbu hii nzuri na kumbukumbu hii kubwa na khitma hii ya kumkumbuka wali wa Mungu al-Imam al-Khamenei. Uhayikum bitahiyati al-Islam al-mubarakah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. Aya hii ituongoze kwenye mazungumzo yetu mafupi katika khitma hii ya kumkumbuka aliyekuwa mwanawazuoni mkubwa, aliyekuwa faqihu ahli albayt katika wakati wake, aliyekuwa marja katika maraji wa mashia, aliyekuwa naib wa al-Imamu al-Hujja Muhammad ibn al-Hasan al-Mahdi al-Muntadhar salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad. Katika zama zake As-Sayyid Ali al-Khamenei rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imamu al-Khamenei, bwana mkubwa huyu, kama kiongozi wa kiroho kati ya viongozi wa kiroho wa mashia duniani, nadhania kuna mambo matano tunayoweza kuyasoma kwenye kumsindikiza kwake au kwenye mazishi yake. Mwenyezi Mungu kwenye hii aya anazungumza ya kwamba wako watu katika maisha yao yote walijitolea kumtumikia Mungu, waliishi kwa ajili ya umma, waliishi kwa ajili ya Mungu, na wakaondoka duniani wakiwa wanawatumikia watu, wanamtumikia Mungu, wakaondoka duniani. Lakini watu hao hawajamalizika. Wako wengine
wa minhum man yantadhir. Wako mpaka leo duniani, wapo watu ambao wanawapigania watu, wanawapambania watu wengine, wako tayari wao walale njaa, lakini watu wengine washibe. Walau kana bihim khasasa, hata kama wao wana haja zao maalum, lakini watu wengine kwanza. Al-Imamu al-Khamenei ni katika watu hao waliowapambania wanadamu, na mazishi yake yaliyokadiriwa kuhudhuriwa na watu milioni 42, kuhudhuriwa na watu milioni 42 ni ishara al-Imamu al-Khamenei maisha yake yalikuwa ni kwa ajili ya watu. Historia itaandikwa kwamba As-Sayyid Ali al-Khamenei, mwana wa chuoni huyu wa Kiislamu, tarikhi itaandika kwamba hakuna mtu aliyesindikizwa na watu wengi kama wao na watu wengi kama yeye. Al-Imamu al-Khamenei, pasi na kurefusha kulingana na muda, maziko yake ya mamilioni, zaidi ya watu milioni 40, yana masomo yafuatayo. Somo la kwanza tunalolisoma, al-Imamu al-Khamenei alikuwa mtu wa umoja, na mtu aliyepambania umoja fi baiti Shii, umoja wa Mashia. Na Mungu ameonyesha baada ya bwana mkubwa huyu kuondoka kwake duniani, tumeona Mashia wote walivyokuwa kitu kimoja, wameungana dunia nzima kumzika bwana mkubwa huyu. Sote ni mashahidi, tuliona Mashia wa Iraki walivyotoka Iraki wakaja Irani kumzika Khamenei. Lakini tumeona mamilioni ya Wairaki waliompokea al-Imamu al-Khamenei wakati alipopelekwa Iraki, alipopelekwa Najaf, akapelekwa na Karbala. Tuliona mamilioni ya Wairaki, na tusisahau kwamba kipindi cha Saddam Hussein, Iraki ilipigana na Irani kwa muda wa miaka isiyopungua 9 au 8, lakini Mashia wa Iraki, Mashia wa Irani na wa sehemu nyingine wote, na Watanzania wote tuliungana, tukawa kitu kimoja, tukasahau taasisi zetu, tukasahau marjaia zetu, sote tukaungana, tukawa kitu kimoja, tukamsindikiza, tukamzika, tukamkumbuka, tukamfanyia khitma al-Imamu al-Khamenei. Kwa hiyo kama kuna mtu aliyewafundisha Mashia kivitendo umoja wao na wakasahau taasisi zao na taklidi zao, ni Ayatullahi al-Udhma al-Imamu al-Khamenei rahimahullah. Hapa Tanzania hakukuwa na makabila wala na rangi. Mashia wote, hakuna taasisi ambayo haikufanya kumbukumbu ya kumkumbuka bwana mkubwa huyu. Lakini kwa nini? Ni kwa sababu yeye mwenyewe, moja ya jambo alilolipigania katika maisha yake ni wahdatu baiti Shii, ni umoja na mshikamano wa Mashia.
Hili jambo la kwanza la kulisoma katika haya mazishi ya watu wasiopungua milioni 42. Lakini jambo la pili la kulisoma katika mazishi ya mamilioni ya al-Imamu al-Khamenei, ambapo leo tunamkumbuka kwa hitma na kwa kumwombea Mungu, ni umoja wa Kiislamu ulioonekana katika mazishi yake na katika kumsindikiza. Shayauhu as-sunna, shayauhu shia, shayauhu ahlu turuq. Al-Imamu al-Khamenei hakuzikwa tu na mashia, bali Waislamu wote na madhehebu zao tofauti, wote waliungana wakamsindikiza mwana wa chuoni huyu na imamu huyu. Tumewaona ahlu sunna na madhehebu zao zote, tumewaona wana twarika na twarika zao tofauti waliohudhuria kwenda kumzika bwana mkubwa huyu. Lakini kwa nini Khamenei uzikwe na masuni na mashia kwa pamoja? Ni kwa sababu yeye mwenyewe katika vitu alivyovipigania kwenye maisha yake na kuvihubiri na vimemgharimu katika maisha yake ni umoja wa Waislamu. Katika vitu ambavyo amevihubiri na vimemgharimu yeye na nchi yake katika taifa lake, ni kwa sababu ya msimamo wake na mkokotezo wake wa kwamba umoja wa Uislamu ni aham, bal min ahammi al-arkan wa min ahammi al-umur. Nakumbuka mwenyewe Khamenei katika fatwa zake ni haram wandengereko, ni haram Muislamu yoyote Shia anayekwenda hija akaacha kuswali swala jamaa akawa anaswali hotelini. Shia anapokwenda hija lazima aswali jamaa msikitini. Yani Shia aswali nyuma ya Answari, maana Manswari kule Mawahabi uswali nyuma ya Wahabi. Kwa nini? Kwa sababu al-Imamu al-Khamenei alikuwa akiitakidi moja ya nguzo muhimu na ushindi mkubwa wa Waislamu ni umoja wao. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, kamataneni na kamba ya Mwenyezi Mungu nyote wala msifarikiane. Na fatwa hizi ziko nyingi. Msingi wake ni umoja wa Uislamu. Lakini jambo la tatu, mazishi ya bwana mkubwa huyu hujjatul islamu wal muslimin Ayatullah al-Imamu al-Khamenei rahimahullah, mamilioni haya ya waliomzika, moja ya darasa tunalolisoma kama mmefuatilia maziko yake kambanga mkono bavingarugovya, kama mmefuatilia kwa makini, amezikwa ni Waislamu Masuni na Mashia, amezikwa ni Wakristo Wakristo na misalaba yao amezikwa ni Mayahudi na ndevu zao za ovyo ovyo, amezikwa ni Zaradashti, amezikwa ni Mahindosi. Wote walihudhuria kwenye kumzika walii wa Mungu na kipenzi cha watu duniani, al-Imamu al-Khamenei. Kwa hiyo Khamenei
moja ya jambo la kulisoma sisi kama vijana, la kulisoma sisi na la kujiuliza kwenye akili zetu, wai amezikwa na dini zote. Mayahudi wamemzika, Wakristo wamemzika, sijui Zaradashti wamemzika, sijui Hindosi wamemzika, Singasinga Sikh wamemzika. Why? Ni kwa sababu Imamu al-Khamenei kwenye maisha yake, moja ya kitu alichokuwa amekipigania kwa nguvu kubwa ni al-insania, ni utu, wanadamu. Walaqad karramna bani adam. Mwanadamu ana hadhi, mwanadamu si mtu wa kawaida, mwanadamu ana roho ya Mungu. Kama tadinu tudan, vile unavyofanya, vile unavyohubiri, vile unavyosema ndio utakavyofanyiwa. Kwa hivyo alitilia umuhimu utu, na kwenye baraza lake la wawakilishi Mayahudi wapo, Mazaradashti wapo, Wakristo wapo. Kwa hiyo tunajifunza umoja wa Mashia, msiba wa Imam Khamenei. Tunajifunza umoja wa Waislamu sunnatan wa Shia. Tunajifunza umoja wa dini zote. Lakini jambo la tatu, jambo la nne ambalo nalo ni zuri la kupendeza, na kwa sababu nazungumza na Watanzania na mimi naipenda Tanzania, katika jambo la kulisoma kwenye maziko ya watu milioni 42 wa Irani, tusome kwao kitu kinachoitwa hubbul watan, kitu kinachoitwa hubbul watan, kupenda nchi yako, kwa ibara nyingine uzalendo, kwa ibara nyingine uzalendo. Al-Imamu al-Khamenei ameipigania nchi yake. Mazungumzo yake yote kwenye kichwa chake ni ashabu li-Irani, ashabu li-Irani, Wairani, Wairani. Alionyesha upendo wake kwa Wairani, aliipenda nchi yake. Wairani wametuonyesha nao kumpenda mtu aliyekuwa anaipenda nchi yake. Wametoka watu mahospitalini, mtu anasema mimi haiwezekani Khamenei asindikizwe, alafu mimi niko hospitalini. Hilo haliwezekani. Wametolewa watu na machela na vitanda na maji au damu imetundikwa, na yeye anashiriki kwenye kumsindikiza Khamenei. Ametoka mtu ni kilema, anatembea kwa kusota kwa magoti, ametoka anamsindikiza Khamenei, ishara ya kupenda nchi yako. Lakini sio hivyo tu, sio Wairani wote wanaikubali Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lazima hili mlitambue. Sio Wairani wote wanaikubali wilayatul faqih. Wapo Wairani wanayoipinga wilayatul faqih na wala hawaitaki. Wapo Wairani wanaotaka usekulari ndiyo uhukumu Irani, wapo. Lakini ninakuapia kwa Mungu mmoja, Wairani wote waliungana, pamoja na tofauti zao za kisiasa na mitazamo, wote waliungana wakawa kitu kimoja kwenye kwanza kuilinda nchi yao, kuitetea nchi yao, kubakisha umoja wa nchi yao, lakini na kumsindikiza kiongozi wao. Haitaki salawatu hiyo. Kwa hivyo
kama kuna mtu, kama kuna jambo la kujifunza sisi kama Watanzania katika mazishi ya al-Imamu al-Khamenei, ni darasa ya kupenda nchi yako. Na mwenyewe Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amekushatamka akasema, hubbul watan min al-iman, kuipenda nchi yako, kuiombea Mungu nchi yako, kuitangaza vizuri nchi yako, kutaka watu wakae vizuri wa nchi yako, kutaka nchi yako isiwe na mizozo na matatizo, ni ishara kwamba wewe unamwamini Mungu wa kisawasawa. Hubbul watan min al-iman. La mwisho, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msiba huu ambao umeukumba ulimwengu wa Kiislamu, msiba huu uwe ni faraja kwa ulimwengu huu wa Kiislamu. Namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msiba huu wa walii huyu mkubwa wa Mungu ambaye amesababisha haya niliyoyasema, umoja na mshikamano wa Mashia, lakini umoja wa Waislamu, lakini umoja wa dini zote. Mwenyezi Mungu atupe taufiki na tuendelee na manhaji yayo na sistimu hiyo ya Rabbal Alamin. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu, tumeondokewa na mtu huyu ambaye ni mtu mkubwa, ambaye ni mtu mzito. Mungu, la taftinna ajrahu, Mungu la taftinna ba'dahu, Mungu usituingize kwenye majaribio baada ya yeye kuondoka duniani. Na Mungu vile vile utulipe na ututhibitishe na yeye, umfufue pamoja na wale aliyokuwa akiwapenda, Amirul Mu'minin Ali, mwenyewe Sayyiduna Muhammad, lakini Abi Abdullah al-Husayn katika ardhi ya Karbala. Baada ya kuyasema haya, na washukuruni nyote kwa husnul istimaa, hususan mashekhe, lakini na washukuru vile vile, mshukuru mwenyeji wetu Sheikh Mageni na wote mliohudhuria. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. فرج علينا جميعا وعلى كافة المسلمين، فرج علينا جميعا وعلى كافة المؤمنين، فرج علينا جميعا وعلى كافة الحاضرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، مع الصلوات 3 مرات على حب الزهراء بأعلى أصواتكم. اللهم